6. Waebrania 6. Waebrania 6 kinasema hivi. 6:9. Wale kama 6:9. Ndio. Nimepata kusoma nayo pamoja. 6:9. Kama Kiswahili pengine itakuwa rahisi kusoma. Lakini wapenzi, ijapokuwa twanena hayo, katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu. So kichwa changu cha leo kinasema hivi, Kiingereza kinasema better things that go with salvation, au mambo mazuri au bora ambayo huambatana na wokovu. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanaambatana na wokovu. Mambo yanayoambatana na wokovu ndio kule kufanya au kutenda sasa. Alright. Sababu tunaambiwa imani bila matendo imekufa, si ndio? Kwa hivyo kuna mambo ambayo yanaambatana na wokovu. Ni wangapi miongoni mwetu wanaweza kusema kweli mimi nimeokolewa? Sema kama lazima kunyosha tu kwa sababu mimi nimeokolewa. Tumeokolewa kwa damu ya Yesu Kristo, si ndio? Lakini ndio wokovu huu hautokana bure. Kuna mtu aliyejitolea. Si ndio? Kuna kujitolea ambao kutokea, alright? Na Mungu akatoa. Alright? Kama vile alipomwahidi Abraham. Ndio Abraham alikuwa ametoka kwenye imani za kutoa sadaka za binadamu. Alright? Na ulimwengu ule wakati ule ulikuwa mpaka leo wako wanatoa sadaka za binadamu, si ndio? Hivyo wanadamu waliamini kwamba sadaka ya juu kabisa ambayo unaweza kutoa ni mwanadamu. Alright? Unanielewa vizuri? Ile sadaka ya hali ya juu kabisa ambayo unaweza kutoa ni kutoa mwanadamu. Na Abrahamu katika imani hiyo alipoambiwa na Mungu nenda ukamtoe mwanao, haikuwa shida, sababu kwao ilikuwa ni kutoa sadaka za binadamu, ni mambo ya kawaida, si ndio? Watu wanashangaa kwa nini Abrahamu hakushindana. Sasa atashindanaje na kitu ambacho amzoea? Ni mtu ashaona kitendeka. Kwa hivyo kama mkutana na huyu Mungu, huko ile Mungu aliyotaka naye ulikuwa sadaka za binadamu, si ndio? Na huyu Mungu mkutana naye amwambia toka miongoni mwa watu wako, kuonyesha kaamini. Hata kama pia ni hali hiyo tumpe. Lakini walipoenda pale kutoa ile sadaka, kuna kitu kutokea tofauti ambacho Mungu hufanya. Yeye kutoa kwanza. Alright? Alimzuia asitoe sadaka ya mwanadamu, akachukua kondoo akamwambia toa hii sadaka. Lakini sadaka hii ni mimi nitoa. Lakini sasa kumbuka hivi, hata kama sadaka Mungu ametoa, lazima ufanye jambo. Alright? Kama Abrahamu hakumchinja yule kondoo, amweke madhabahuni pale na amchome, ingekuwa sadaka ile haina maana. Si kweli? Sasa hapo Kristo, kwa sababu imani ya binadamu ni kwamba lazima kutolewe sadaka ya mwanadamu, ndio sadaka ya juu kabisa. Alright? Ile sadaka ambayo mwanadamu aliamini ni sadaka ya juu kabisa. Sababu hata akitoa sadaka ya ng'ombe, ya mbuzi, bado anasikia ndani yake kwamba kila wakati lazima atoe tena. Na nipata vizuri. Kila akienda kutoa sadaka ambayo ni ya wanyama, lakini baadaye mwaka kabla hujaisha anajisikia kwamba hajatosheka. Maana kwao kabisa kibinadamu haki ya ile ya sadaka ya juu ambayo akitoa anajua nimetoa ni binadamu. Mungu akajua hawa watu basi lazima niwafikishie pale walipofika. Ndio akatoa sadaka ya juu kabisa. Alright? Ambapo
hakuna nyingine juu ya hiyo. Sadaka ya mtu, yaani Yesu Kristo, akatolewa kama sadaka, ili iwe ni sadaka ya juu ambayo haiwezi kupita hiyo. Sasa ikiwa mtu anatolewa kama sadaka na mtu ambaye ana dhambi, alright, mtu mwenye dhambi akatolewa kama sadaka, sadaka hiyo haisaidii. Kwa hivyo ilibidi atolewe sadaka ile ambayo haina dhambi, correct? Manipata anakuja. Anielewa? Basi hiyo ndio maana Mungu mwenyewe alipanga akaja katika mwili ili atoe hiyo sadaka ambayo nyinyi mnaamini sadaka ya juu kabisa. Alright? Sasa kama sadaka hiyo ya juu kabisa imeshatolewa, alright? Unawezaje kutoa sadaka nyingine kwa upande mwingine ikawa vile? Haiwezekani. Hakuna sadaka nyingine inayoweza kutolewa zaidi ya hayo. Lakini katika hilo Mungu ametuonyesha kwamba ili wewe upate wokovu ilibidi atoe. Yes. Ili wewe upate ule wokovu ulio nao ilibidi atoe. Yes. Na akatoa sadaka ya hali ya juu kabisa ambayo hakuna nyingine zaidi ya hapo. Yes. Kwa sababu wakati ule kila mwaka walikuwa wakitoa sadaka wanatoa tena. Maana haikuridhisha sababu walikotoka na walikokuwa naamini kwamba sadaka ya juu ilikuwa ni ya ilikuwa lazima damu ya mwanadamu imwagike. Ndio climax. Sasa hiyo climax imefikiwa. There is no other sadaka that you can give. Alright. There is no other. Hiyo ishapeanwa na sadaka yenyewe iliyopeanwa ni yule wa juu kabisa ambaye alijitoa yeye mwenyewe, yule wa juu. Sasa ni kitu gani chingine kinaweza kutolewa zaidi ya yule wa juu akijitoa the highest kind, ile sadaka ya hali ya juu zaidi? Naelewa vizuri. Yaani yule wa juu ambaye ni Mungu mwenyewe. Hakuna zaidi yake. Alright. Alafu ajitoe yeye kama sadaka ambayo ni sadaka ya juu kabisa ile unayoamini, si ndio? Sasa ni sadaka gani nyingine ambayo yaweza kutolewa? Huo ni mwisho. Kwa hivyo sisi naamini na moyo wetu wote kwamba Mungu ametupenda ajabu, akatoa yeye mwenyewe akiwa wa juu zaidi, akajitoa yeye kama sadaka ya juu zaidi. Kwa hivyo hapana sadaka nyingine inayoweza kutolewa, ni lazima tukubali tuamini hivi. Amen. Lakini sasa wale ambao wamekubali na kuamini sadaka hii ndio wale ambao wameokolewa. Umeokolewa kabisa. Na ukiwa umeokolewa hakuna vyovyote vile ambavyo unaweza kupotea tena. Isikwema. Because umeokolewa na sadaka ya hali ya juu kutoka kwa yule wa hali ya juu ambaye umejitoa mwenyewe, ambaye zaidi yake hakuna. Amen. Wewe tukiwa tumetolewa sadaka hii basi na kuiamini, hapo ndipo tunasema kwa imani hiyo tumeokolewa. Na si kuokolewa tu, lakini katika wokovu kuna mambo mema au better thing ambao zinaambatana na wokovu. Alright? Lazima tutafutane. Je, kama tumeokolewa, hizi habari, alright? Au haya mambo ambayo yanaambatana na wokovu, je, tunatimiza au la? Sasa sio sadaka tena, ni kutimiza mambo yanayoambatana na wokovu. Alright? Wala si kwa chochote, ni kwa sababu yanaambatana. Yes. Then they go together. You can't have one without the other. Alright? Ikiwa unasema nimepata hii, lazima hii nyingine pia iwe kwa ndani. Yes. Alright. Mambo ambayo yanaambatana na wokovu ni mambo kama haya. Nimesema hivi. Kusaidia. To help. Kusaidia ni mambo ambayo yanafuatana na wokovu. Alright.
Ukiona mtu katika hali ya dhiki, mashaka, au yeye ni mnyonge kushinda, una uwezo zaidi yake, sharti wewe uwe unaweza kusaidia. Ikiwa usaidii, basi wewe ufanye yale mambo ambayo yanaambatana na wokovu. Ndio maana kila mara tukipata mtu ambaye yuko katika hali fulani, lazima tumsaidie ili hali yake ibadilike, sababu hatufanyi hivyo kwa chochote kile, ni sababu tumeambatana na yale mambo ambayo yanaambatana na wokovu. Sababu ili Mungu ampatanishe wokovu, alright, ilibidi asaidie wale wasiojiweza ambao walikuwa wako katika dhambi. Ikawa sasa hawa lazima wasaidiwe, maana hakuna njia nyingine, hawajiwezi. Sababu walikuwa hatujiwezi. Kwa sheria tumejaribu kufuata sheria, zimetushinda. Si ndio? Kwa hiyo basi akasema basi lazima niwasaidie hawa, bila kuwasaidia hawawezi. Kwa sababu mambo yanayoambatana na wokovu lazima kuna kusaidia. Alright? Na lazima tusaidiane. Hakuna jambo jingine ambalo unaweza mimi mwokovu na yale mambo yanayoambatana na wokovu yafanye, basi wewe ni kusema tu unasema, lakini hauna ule wokovu. Ungekuwa nao yale mambo yanaambatana na huo wokovu, lazima akufuate wewe. Yes. Mmeelewa vizuri? Na wakati tunapofanya hivyo, lazima tujue kuna mipangilio fulani ya kusaidia ambayo imetokea. Alright? Kuna kusaidia binadamu wenzako, si ndio? Na kuna kusaidia kazi ya Mungu. Iendelee. Sio? Ile kazi iendelee, lakini lazima uisukume, uendeleze. Alright? Njia ya kwanza ya kusaidia kazi ya Mungu, lazima wewe kwanza ujitoe wewe mwenyewe. Ujitoe kama sadaka iliyo hai. Alright. Ujitoe kabisa kama sadaka iliyo hai, useme mimi hii kazi najitolea, sitaki malipo, najitoa kama sadaka. Kwa hiyo sadaka ni kitu kimepeana. Sasa ikiwa unashindwa kujitoa, ni basi jua ufanye yale mambo yanayoambatana na wokovu. Lazima kwanza, sababu kusaidia hii kazi, huwezi kuisaidia bila kujitoa. Ndio tukaambiwa jitoeni basi kama dhabihu iliyo hai. Pili, unapojitoa kama dhabihu iliyo hai, lazima pia uambatanishe, alright, na kutoa kwengine. Alright? Katika mambo ya kupata wokovu, ni kwanza kabisa kuna kitu kinaitwa tithe. Unajua tithe? Ni fungu la Mungu. Ni fungu. Yaani tuseme ni fungu. Alright? Tithe ni fungu. Ni fungu. Lazima katika maisha yako utoe pia fungu fulani. Utoe fungu la kuambatanisha na hiyo kazi ambayo wataka iendelee. Ikiwa hutatoa kuendeleza, basi wewe ufanane na yule ambaye unamwiga. Sisi tunamwiga Yesu Kristo. Sivyo? Tunamwiga tufanane na yeye. Unasema natamani kufanana. Sivyo tunatamani? Sasa katika tamaa hiyo kufanana na yeye, lazima wewe pia ufanye mambo aliyoyafanya kulingana na kiwango chako. Huwezi kulingana kiwango chake, hapana. Kulingana na kiwango. Yeye alitoa uhai wake kwa wokovu wako, na wewe utoe nafsi yako uingize, alright, kwa huo wokovu kama dhabihu iliyo hai. Pili,
lazima pia uanze kusaidia. Alright? So yeye popote alipoenda alisaidia jamii. Alisaidia, hakuna mali ya kusaidia. Kwa hivyo tunapotoa misaada na kusaidia, hilo ni jambo kubwa sana, lakini katika wokovu ambao tunao umeharibiwa na kwamba hatujui kusaidia, tunajua kupewa. Yaani ukienda kanisani unauliza nitapata nini hapa kanisani? Nitapewa nini? Ukutana na mtu wewe unataka kujua, wewe sisi si wa kupewa. Sisi ni wa kupeana. Sababu tulikuwa na yeye, yule ambaye tunamwamini, yule ambaye tunamkubali kama kiongozi wetu ni wa kupeana. Na sisi ni watu wa kutoa na kupeana kwa wale ambao wako hali ambao si kama yetu. Na lazima ujue hili jambo ni gumu. Wacha niwaambie, kutoa ni ngumu, si rahisi. Lakini ugumu wa kutoa ni sababu ya mafikra ya kimaskini. Sema mafikra ya kimaskini. Kuna mafikra ya umaskini ndani yako. Alright. Yaani umekaa wewe ndio una maskini tu. Haijalishi Mungu amekubariki vipi, bado wajiona maskini. Ukikaa hivi, ukijihesabu, ukijikompea na wengine wajiona wewe ni maskini. Alright. Hizi fikra za kimaskini ni fikra mbaya sana. Ndio zimeharibu Afrika nzima. Alright? Ulimwengu ulio tajiri kuliko ulimwengu yote ni Afrika, si ndio? Lakini umaskini umekithiri wapi? Sababu ya mawazo ya kimaskini. Wewe umekaa wawaza tu kuomba, kupewa, sababu mawazo yako ni ya kimaskini. Badala ya kusema hapana, mimi naweza hata mimi pia kufanya nikapeana. Kwa hiyo lazima tuondoe wazo la kimaskini kwenye akili zetu. Tuingilie kwamba wazo la uwezo. Alright? Sababu tulie naye anaweza. Unasema anaweza. Na wewe unaona kwamba huwezi. Basi bado hujapata wokovu. Maana mambo yanayoambatana na wokovu ni kwamba ule uwezo wake wewe pia unao. Amen. Hii fikra ya umaskini ni mbaya sana. Na wewe mtu alivyo upatikana na mawazo yake. Unavyojifikiria ulivyo. Kwa sababu huwezi kuona mbele hapo. Na nipata vizuri. Kwanza huwezi kutoa chochote kama wewe wajiona ni maskini. Watu wale watakupewa. Na ukiangalia mali yote ulio nayo, unajua wewe ni mwana wa Mungu, si ndio? Kama mwana wa Mungu shua ni mali yote duniani ni yako, sababu wewe ni mrithi. Si ndio? Lakini kwa sababu hujapewa iwe yako kabisa, wewe ni mrithi ambaye unangojea kurithi, kuna sehemu ambayo unapewa kila siku. Daily hukosi kupewa. Ndio mimi niambie ni nani ambaye hapati kila siku hapo? Nani anasema mimi sipati kila siku? Na utakuwaje hapa kama upati? Utakusha kufa. Ungekuwa kitambo sababu usipopata hutakula. Usipokula utakufa. Ikiwa wewe wala na ukashiba na umekula kweli, hauwezi kusema wewe hauna. Na ili wazo kwamba mimi sina, futilieni mbali. Alright. Mseme tuna uwezo. Ili huu uwezo ukiamini uko nao uanze kuutumia, uone ule uwezo utakapofanya. Tulie naye ni muweza wa yote. Kwa nini ukae katika fikra za kimaskini na unajua kabisa kwamba ulie naye anaweza? Waweza kuwa ni kweli sasa una, lakini ulie naye anaweza. Kwa hivyo tumia fikra za kuweza. Alright. Jambo lolote lile ambalo liko mbele yako, sema hili nitaliweza. Maana yake nilie naye ni mwezaji kushinda wote. Alright. Unanisikiza vizuri? Lakini sasa kama wewe ni wa kufikiria kwamba huwezi,
hata kutoa uwezi. Hiyo ni kweli. Unataka upewe, utakuwa kazi yako ndio omba. Ndio unaona kama ukienda unaona wale vijana ambao wanavuta unga. Alright. Kwa sababu wameshajua hawawezi tena maisha. Akutana na wewe lazima kuomba. Sije kama mimi naomba kama mimi naomba. Unajua mimi najua wanaita mzee Lija. Si hakuna mahali na pale kwa mzee Lija bwana mzee Lija. Hivyo tu kuomba tu. Na sisi tutakuwa tutaomba mpaka lini? Na yule tuliye naye ni muweza. Lakini mambo haya yanatushinda sababu ya fikra tulizonazo. Alright. Lazima tuamke na tuachane hizo fikra ambazo hazituelekezi. Zile fikra ambazo hazituelekezi kwa uwezo. Ndio maana mtu hata nani hawezi toa, hata tithe hawezi toa. Maana anaona hawezi, itakwisha. Sina, mtatoaje na sina? Imekuwaje huna na walao wafaa mambo unayafanya kila siku, lakini huna wewe. Sina. Na unajua unaposema sina, mdomo wako wenyewe, maneno unayoyasema ndio yanayokumaliza wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe uishi hapo kwa maneno yako mwenyewe. Wacha nikwambie leo hii wewe ukitaka kabisa ujue ni kweli. Leo hii hata kusema mwili wangu hauko sawa. Hata kusema tu leo hii zaidi. Mimi nasikia mwili wangu hauko. Na uko mzima kabisa. Hii haitafika jioni bila kusikia kitu mahali. Unasikia mahali, wewe umesema mwenyewe mwili wako hauko sawa. Hatuwezi kukaa kimaskini, lazima tukae kiuwezo. Tuseme kitajiri, lakini kiuwezo. Kwa kama watu ambao wanaweza. Unajua mimi naangalia sana watu na nchi. Uchoyo umekithiri ndani ya mioyo ya watu. Ingawaje hawataka kusema ni wachoyo, wanajifanya sio, lakini huko ndani kabisa uchoyo umekithiri. Na uchoyo ukikithiri ndani yako, jua utanyimwa hata wewe. Utanyimwa. Sababu wewe unatembea na uchoyo ndani yako. Ni kitu gani kinachofuata wewe? Utafuatwa na uchoyo. Na nielewa vizuri. Wewe lazima tuanze kufanya mambo ambayo yanaambatana na wokovu. Alright. Tuonekane kweli hao watu si kwamba wanasema wameokolewa, lakini mambo wanayoyafanya yanaambatana na wokovu. Ndio maana tunataka hivi. You have better things in you. Things which go with salvation. Walikuwa watu wanakwenda sikizeni. Ndio kuna hali ngumu. Lakini ndani yenu kuna mambo bora, mambo mazuri, mambo ambayo yanaambatana wokovu. Ambao anasema kwamba mambo haya ni gani? Kwa sababu Mungu ni mkweli, nasikia. Sababu Mungu ni mkweli. Sasa nasoma tu mstari wa 10. Kwa sababu Mungu ni mkweli, hawezi kusahau. Mungu ni mkweli, hawezi kusahau. Alright. Mungu ni mkweli, hawezi kusahau. Hawezi kusahau ule upendo unaodhihirisha wewe. Alright. Wakati unaonyesha upendo kwa mtu mwingine, jua hapo ni Mungu anayependa. Kwa nini? Walimuuliza Yesu Kristo alipowaambia nilikuwa mgonjwa na mkuja kunitembelea. Akaulizwa, wewe Bwana, wewe unaponya watu, ulikuwa mgonjwa lini? Tukaponya kutembelea lini? Akasema sio mimi. Wewe ukitembelea mwingine ambaye ni mgonjwa, umenitembelea mimi. Alright. Jua wakati ambapo unapatia mtu kitu, actually wapatia Mungu. Alright. Kabisa. Wakati unaposaidia
wasaidia nani? Sema wasaidia, usiogope, sema tu wasaidia Mungu. Wasaidia Mungu, wasaidia Mungu. Wewe mwenyewe huwezi kumsaidia, manake yeye hasaidiki. Lakini hawa watu wake ambao na viumbe vyake na vitu vyake viko hapa duniani vinahitaji msaada, na ukitoa wewe unakuwa unamsaidia yeye ili kazi yake iendelee. Kwani mtu akipata ushukuru, mtu akipewa ushukuru atakushukuru wewe, lakini pia atashukuru Mungu. Kivyake tu atasema Mungu amekuwa mzuri leo. Mimi nilikuwa si chakula wapi. Lakini ukutana mama mmoja akanipa cha hoteli. Mungu ni mkubwa. Wewe unaweza umefanya Mungu atukuzwe. Kwa hivyo umesaidia kazi yake. Hebu tuacheni tabia za uchoyo na fikra za kimaskini. Na vita tuambiane baba, tuachane fikra za umaskini. Mwambie Mungu wako. Tuachane na vita ya umaskini. Tuachane na fikra za umaskini. Sisi sio maskini bwana. Sisi Mungu ametupenda kila siku apate. Hakuna siku hata moja umekosa wewe kabisa. Hakuna hata kama umekosa wewe yatokea kwa njia fulani. Kwa njia yatokea mahali wapate. Au si mwenyewe. Au mpati, niambie kama mpati tubadilishe hii mahubiri. Ndio neno sema basi huyu Mungu wetu ameenda wapi? Mbona watu wetu wapate? Ikiwa mama ule pale mama amekaa pale ndio mwana kipofu kabisa haoni. Lakini ukimwangalia vile anang'ara, lazima kuna mambo fulani yanatendeka maishani mwake anapata. Anapata. Nikiangalia nyote hapa mmeng'ara. Nyuso zenu zimeng'ara, hakuna hata mmoja anaonekana na njaa. Kwa hiyo watu wa njaa tuwaona sura zao zimenywea. Wale ndio walikuwa mgonjwa juzi, ndio labda kanabong'ara. Tazama kanapata. Kwa hiyo lazima tuondokane na haya mafikra ili tuweze kuambatana na mambo ya wokovu. Mtu yoyote ambaye ameokolewa na Yesu Kristo na damu lazima aonyeshe wazi kwamba Mungu anampenda na yeye pia anapenda watu kama vile Mungu alivyompenda. Hayo ndio mambo yanayoambatana na wokovu. Alafu nimwambia fungu, kama utoi fungu lolote wewe ni mtu wala kila kitu chako chote kitaisha. Kitaisha nimwambie. Amen. Kitaisha mpaka ubaki una kitu. Alafu baada kusema kwa nini sina kitu? Ni sababu wewe mwenyewe hakuna fungu hata moja unatoa. Alright. Lazima uwe mafungu, na watu wanafundisha leo. Lazima uwe na mafungu. Sio fungu, mafungu mengi. Alright. Aliyekupa fungu lake. Alright. Kula fungu lake. Alright. Kesho fungu lake. Alright. Na kama kuna jambo unataka kufanya fungu lake. Lazima uwe na mafungu mengi. Lakini isiwe mafungu yake yote ni yako wewe. Lazima uwe na fungu moja na yule aliyekuwezesha. Alright. Hiyo ndio taifa. Amen. Na kusema yeye anasema mimi nakupa, mtu akupe 100, alafu akwambia nirejeshe 10, nakataa kama mtu mdogo. Unaweza kupata mdogo biskuti, kama mimi nikatia kwambia. Anaanza naye. Sasa wewe alikupa chako na zingine. You're only putting a small portion. Wala auambii utoe yote ulionayo. Waambua katika mapato maongezeko ya mapato yako. Toa fungu fulani nimeongezeka leo. Si hilo ulionayo yote hiyo kula yako. Alright? Lakini ikiongezeka toa. Alright. Hayo ni mambo yanayoambatana huko. Mungu awabariki sana. Unajua, maandiko yanasema hivi. Ikiwa hutoi hilo fungu, wewe ni mwizi. Na ukiwa mwizi, uwawezaje kuwa mwizi unamwibia yule ambaye amekuokoa? Haiwezekani. Wewe na yeye hamwelewani. Wewe yani how can you go together? Umwibia mwendaje pamoja? Hakuna wokovu. Mambo yanayoambatana na wokovu hauna wewe. Kwa hivyo kama hauna hayo mambo, wewe si wokovu.
Hata nimwambie kabisa, mambo yanaambatana na uke, unayajua, si ndio? Unajua kama yale mambo yanaambatana na uke, huna wewe, huwezi kuwa mwanamke. Hauwezi. Utakuwaje mwanamke na yale mambo yanaambatana na uke hauna? Au wewe ni mwanaume, mambo yanaambatana na uume huna, utakuwa mwanaume vipi? Huwezi kuwa mwanaume. Na ikiwa basi mambo yanaambatana na wokovu hayaambatani na wewe, wewe huambatani nayo, basi ule wokovu pia hakuna. Na niambaye lazima nifundishe hii, maana yake mimi nalaumiwa sasa. Nikapo niwafundisha sana mambo mengi, lakini kuna jambo wewe utaki kuwafundisha. Waambie hii mambo yanayoambatana na wokovu. Jengine, alright, tumekubaliana mmoja ni kujitoa, si ndio? Kama umeelewa hiyo, kujitoa kwa hiyo kazi ya wokovu, sio? Kujitoa kabisa mhanga. Kama nini? Kama dhabihu iliyo, yeye alijitoa dhabihu ya kuuawa. Wewe usiuawe, wewe ujitoe kama dhabihu iliyo hai ili wokovu uendelee kuonekana. Jambo la pili, lazima uoneshe upendo kwa kupeana. Alright? Tatu, lazima utoe fungu kwa yule ambaye amekupa. Alright? Hili ni fungu la 10 tu, 10%. Lakini zaidi ya hapo, alright, ukitoa ile fungu nakwambia Mungu anafanya mambo makubwa sana. Kuna divoa, kuna mwizi, mlaji. Alright? Jamaa alikuwa divoa, right? Yaani ni mtafunaji. Huyo mtafunaji ukitoa ile fungu, huyo mtafunaji anafungiwa. Alright? Usipo zitatafunwa tu. Wewe jalishi, usipotoa huko zitakwenda huko. Lazima zitakwenda, huwezi kuziweka, zitakwenda tu. Maana yake neno la Mungu limesema, and I will rebuke the devourer for your sake. Atamwambia sasa, wewe sikiza utana huyu sababu wewe devourer, huyu anatoa kwa sababu amejitoa yeye mwenyewe kama sadaka iliyo hai, anasaidia watu, anatoa fungu langu. Wewe devourer, achana naye. Usimguse. Huyu ni wangu, nimemtenga. Hagusu. Alright. Unanipata vizuri? Haya mambo tunafaa kuelewa na kuyatimiza. Alafu angalia. Wakati unapotoa hivi, inaitwa hivi. Ndio kitabu cha Proverbs. Proverbs 3:9. Kinasema hivi. Honor the Lord with thy substance, and thy first fruit of thy increase. Kumbe hii tunapofanya hivyo unamuona, kuona swali nini? Yaani kumbe unapotoa hili fungu wewe unamtukuza Mungu. You are honoring Mungu na substance yake. Vile yeye pia amekuona akajitoa. Alright. Na yeye hataki sadaka yako ya juu sana. Yeye hatatoa ya juu. Ataka tu wewe na wewe mkopo. Ufanye kama yeye. Yaani hiyo. Sasa kila Amerika wakirudi. Mwafrika kenda Amerika wiki 3 kwa kisikia. Anaanza kuongea kama Amerika. I really want to dance something. Nashukuru sana tukajuzi hapa lakini ndio amekopi. Amekopi sio? Sababu amekuwa press fulani. Dale mambo yanampatana na Amerika anaanza kumuingia. Alright? Na wewe ukutana na wokovu, mambo yanaambatana na wokovu, kwa nini asikuingie? Uwe wewe unafanya mambo yale yanayoambatana na wokovu. Ni wabaya sana. Na unapofanya hivyo, ndio unamtukuza Mungu. Hapo basi inasemekana Proverbs 3:10, shall thy barns be filled with plenty? Utajaziwa. Utakuwa wewe kwako yaani barns ni ile gala takuwa sipungui. Alright. Tizama yule mama alifanya na nabii Elijah. Nakumbuka yule mama? Alikuwa na kaunga kadogo na kupika na mwanawe wale alafu wafe, si ndio? Akaambiwa fanya hivi. Chukua fungu.
toa fungu kidogo, unipikie uniletee. Alafu pia itakaobakia mpike mule. Si ndio? Aliambiwa toa tu fungu, unipikie nile. Alafu na nyinyi pia ile iliyobakia tupikeni iishe, sio? Tuone kama itaisha. Mama akasema kama ni hivyo na hiyo silikuwa inakuisha hata hivyo wewe. Kwani ilikuwa inakuisha hivyo. Sasa huyu mzee kama ilikuwa inakuisha, wacha tule naye tuishe sote. Na pia inaonekana ile njia hiyo. Mimi nina kidogo. Mimi na leo na mwanangu. Maskini hana chochote. Wacha nimpe. Tushamaliza hii si mimi naenda kufa na yeye pia kama mimi ndio anaanza kumpa ambaye sina ndio mimi nampa basi ndio yeye pia kuishi. Ndio tu au kupigana sasa atapigana naona kwamba huyu jamaa yeye mwenyewe kwa vibaya kunishinda. Akafanya mambo ambayo yanambatana na wokovu. Akaona huyu pesa nimsaidie na yeye kwa vibaya kunishinda, shika. Na mimi ananiambia nibakishe, sio? Ndio unaambiwa unapotoa fungu pia usiupeane yote, wabakisha. Na ukibakisha na ukitumia kesho haiishi. Tangu siku hiyo mama, hiyo njaa yote wakati huo hakufungukiwa mpaka hiyo hali ikaishi. Wewe ina maana kutoa hili fungu, si mama hiyo. Nadhirishwa kwamba ukifanya hili jambo basi huishiwi tena. Hautaishiwa. Bana usiogope. Hiyo nani hiyo maskini kutoka. Hiyo mawazo ya maskini inakufanya uone itaisha. Maana ni maskini huyo. Toa mawazo ya maskini, useme haitaisha. Itaisha vipi? Alafu tumesema ni kumtukuza Mungu, si ndio? Sasa unapopeana kuna maandiko yanasema Luka 6:38. Luka 6:38 inasema hivi. Kile unachopeana kitarudishwa. Yaani upeane alafu urejeshewe. Si ndio? Lakini usipopeana urejeshewe kitu. Okay. Utarejeshwa nini haujatoa? Kwa sababu unavyopanda ndivyo unavyovuna. Si ndio? Kama hujapanda uvune. Sasa sema hivi. Toa. Alafu itaregeshwa kwako. Ikiwa utaregeshwa kifungu cha kutosha, good measure, kimeshindiliwa, kimesukwa, alafu kinamweka. Hivyo ndivyo watu watakufuatia. Sasa unajua itakuwa Mungu atoka watu. Ukitia kikabia chako kadogo, watu wanajaza hapo. Alright. Hii kuambia watu kwa Mungu wamedanganya. Maana wale mama pastor walagai wanawaambia ukiomba Mungu, Mungu atakupa. Mungu asema watu. Atatuma watu. Wewe utakuwa ukifanya jambo watu wanazileta tu. Kwani sababu kubwa tujue hivi, kile ulicho nacho chochote ni watu wameleta. Niambieni. Ni watu. Watu ndio uleta. Kama una biashara ni watu wanaleta. Kama umeajiriwa ni watu wanakupa. Wewe hakuna kitu hata namba hawa watu ndio wazidi kuleta. Shall men give unto your bosom? Yaani watu wataleta. Umekaza mletwa tu. Kama samaki ukiuza zaenda tu. Zaenda mpaka unasema huyu ana dawa huyu. Una dawa, dawa ni nini? Sio kusema na dawa ambie nayo. Jooni kanisani kwa ile dawa yetu tunatumia. Dawa ya Yesu Kristo. Amen. Mimi sikatai kusema huyu ana dawa, mimi mwambie sana kanisani.
Kali kushika miti yenu. Anasema sijawaambia Yesu Kristo ndio dawa yangu. Usituambia mbona nikiwaambia Yesu ndio dawa makataa, lakini nikiwaambia dawa yangu nikamtema kubali. Sasa kamteka mikazo hata akana maana kamekufa. Ndio kasha kumsema hapo kamteka ndio dawa. Na mimi niwaambia Yesu Kristo aliye hai ndio dawa yangu makataa. Hiyo ndio dawa kubwa kabisa kwa dawa. Amen. Kwa hiyo dawa tunayo. Amen. Asema huyu ukimwona lazima kuna mahali ya worship. Naambia sana. Lazima ndio naambia God worship. God worship. Asema no, naambia kama kubali devil worship anaweza kupata na yeye Mungu na God huyu ambaye mimi worship. Je, mimi God worshiper mwenyewe? So I'm not a devil worshiper, I'm a God worshiper. Yeah, I'm kama unataka kuita niteni God worshiper. I worship the living God. You na worship bure kabisa. What you worship, if you worship the devil is created by the same God who I worship. Because I worship the devil worship, like all akili zao ni devil. Lakini mimi akili yangu ni Mungu, nasema I'm a God worshiper. Yes. Sababu na ni kweli mpaka wewe worship ndio upate. Sio hawajakosea, wanasema mpaka wewe worship ndio upate. Lakini sasa wanajua worship kitu kimoja tu. Na sisi tunajua worship kingine kimoja. Sisi na worship Mungu na wao na worship devil. Lakini sisi tupata zaidi manake yetu haiwezi kuisha, manake yule ambaye tunamworship yeye ndiye aliomba vyote. Amen. Ndio maana watu watatumwa. Left, right and center. Mimi nishaona macho yangu. Nishaona. Baadaye nimwambia kuna wakati wanakaa mambo yamekauka. Kabisa kumekauka mpaka nasema wewe. Hapa kumekauka. Naambia mke wangu na familia hapa mambo yamekauka. Kumekauka lakini si neno. Najua hata kukauka mvua yaje. Alright. Naambia ile tuongoje tuone tu. Mara simu inalia. Halo wewe, vipi? Sasa wewe ulipotelea wapi? Niko. Sasa unajua kuna kazi hapa tunataka ifanye. Naambia kazi gani? Wajui kazi sio kama utaweza, lakini kazi fulani ambayo mtu alikuwa amefanya ikamshinda. Kwa hivyo tunakupatia wewe tuone kama utarekebishia. Ikubali? Si basi mtu ametuma. Si amekuja kuniletea. Ananiletea mimi nazingoja. Najua hapa zimetumwa hizi ni zangu. Kwa hivyo nazichukua kama ambazo yaani sina huruma nazo. Maana ni zangu kutumiwa. Sina huruma nazo. Nazichukua kabisa zote ambazo walipa zote. Sababu mimi najua men will bring my bosom. Amen. Sitakapo nikiangalia Mungu niletee. Mungu ashatengeza watu. Kuleta. Mbona kama wewe kwa nani kwa Mungu? Nani ameamka asubuhi kwa Mungu hapo? Wewe ni Mungu. Brother, swali kiyo. Sikuwa ni Mungu. Ni wale wanaona katika vitabu vyao. Unapika anamwagia chako. Anaanza wewe basi. Praise be to God. Na acha mimi najua hapa kuna fungu la yule aliyemtuma huyu. Sababu huyo mtu ametumwa. Kwa hivyo kuna fungu la na yule aliyekutuma naye unatoa ile fungu lake akasema fungu la kutumwa hiyo. Umemtumia asante. Lakini huyu mtumie mwingine. Na yeye akiona watu wa fungu lake anasema basi endeni pale. Sema yule kijana yule kanisa yao yule wana maosha kwa watu. Wametenda start na worship Mungu kwa nini keyboard player. Kujisifu sio? Wewe Mungu amekupatia. Mungu anaelewa ya mambo. Sio watu wa kukaa ile spirit of poverty yote. And poverty minded people kila sauti kawa ya Mungu. Chini kabisa ile spirit.
Kwa hiyo kupeana kama kupanda. Alright. Kupeana kama kila unapotoa hata ukitoa ile fungu umepanda. Ukitoa hapa hii katika mfuko pale. Wewe usitani umetoa umepanda. Umepanda. Ni mfano wake, sio kama unapanda au kupanda. Ni mfano, ni kama kupanda. Alright. Wewe sana kufundisha habari ya kupanda mbegu hapa. Ni kama imetolewa mfano wake. Vile ambavyo unaweza kupanda ikamea, ikazaa zaidi, alright? Umepanda mbegu moja ya mahindi, alafu kuue tatoa kobo ambayo ina mbegu nyingi ndani. Ni mfano, ni kama kupa imeandikwa kwa kitabu cha Wakorintho. 2 Corinthians 9:6. But this I say, nasema hivi, yeye apandaye kimpango, yaani kidogo kidogo, si ndio? Yeye apandaye kidogo atavuna kidogo. Na yeye apandaye kwa wingi anavuna kwa wingi. Alright. Kwa hiyo yale mambo ambayo yanaambatana na wokovu ndio haya. Upande mbegu ni kama. Hebu nisikilize tena vizuri. Mtu akwambia panda anakudanganya. Hiyo sio kupanda, ni kama tu kupanda. Yaani inafananishwa na. Alright. Hiyo sio mbegu, ni mfano. Alafu inasemekana hivi. 9. Sawa. Unafanya hivi kulingana na vile moyo wako unakuelekeza. Usije ukatoa bure kwa sababu unaambiwa utoe. Mpaka moyo wako usikie, maana kama una wokovu ndani yako, moyo pia ule wokovu ulio ndani yako unakutuma. Usitoe ndio upate. Watoa sababu ndani yako yana mambo haya yanaambatana. Lakini kwa sababu imesemekana ukitoa utarejeshewa, wewe usitoe urejeshewe, wewe toa tu sababu mambo yanaambatana huko. Alafu kuna kurudisha anajua atakurejesha. Basi. Mmenipata vizuri? Basi, tunamalizia kwa sehemu hii. Mambo yanaambatana na wokovu, umeyajua? Si ndio? Na yanaambatana na wokovu sababu nimwambia tangu mwanzo. Ili yaanza kwa kutoa. Yanaambatana sababu mwanzo wa wokovu, mwanzo wake watokana na kutoa. Na kutoa. Na kama ndio mwanzo wake, mwisho wake na mwanzo wake ni hivyo hivyo tu. Mpaka uwe una uwezo unaambatana haya mambo. Na nimesema tafadhali nawaomba tena. Mawazo ya kimaskini yatoeni kwenye mawazo yenu. Wewe si maskini. Alright. Wewe si maskini kamwe. Na usikubali hata mtu akwambie, mwambie tema hayo mate kabisa tu. Na kama utenda kutemea. Mimi maskini wa watu. Usikiliza zambi kuambia mimi nani, au msikini kuambia. Au nisiwaambia. Nasema najua hivyo ndivyo nilivyo. Na wewe mpaka uende hiyo moyo kusema, wewe jiulize jamani, utakuwaje maskini? Unajua ni maskini wa kiakili. Sababu hujakosa. Jamani angalia kuliko hukumu. Hebu fikiri uchumi ni mgumu sasa. Kabisa. Hakuna wakati uchumi umekuwa mgumu kama wakati wa corona. Dunia nzima. Alright? Na mjabali hapa. Na nimetia bila nguo zake. Baba zimeisha. Sasa anakata zamani akishonea yaani bali mambo yameharibika, hawezi kununua hata shati, hawezi kununua hata suruali, hawezi kununua rinda. Sasa ile bila kitambo limebadilika kwa 3. Ile kitambo. Kwa hivyo inapasuka yote.
Kwa hivyo mbele pasuka mmoja ile pasuka zaidi ndio anatolewa ichukue viraka. Naye anavaa viraka. Kwanza mnanunua majinsi ya kupasuka makusudi. Mimi mwambia, mimi kwa hiyo. Kuna kijana mmoja pharmacist, daktari kwa Kilifi. Ndio mmoja. Amekuja kuja amevaa hizo pasuka. Nikamwambia kwani uko Kilifi sisi kama la panya nini? Nikamwambia sawa pesa mwale waache kula mbuzenga. Wao kuna mbuzi ndio wanapanya na yeye kazi ndio wanapanya simwamalize tu. Mwaacha wale vuo. Nikamwambia babu fashion hii. Nikamwambia fashion gani ya kupasuka? Yaani mabambo ya kupasuka sababu mnazo. Zamani wale bambo za kupasuka sababu hawana. Leo wanavaa sababu wanazo. Ni fashion. Sika kuna hiyo story ya panya nitoa. Na kwa yangu mmoja alikuja nikampeleka Nyali pale Mr Price. Kumtembeza tu aone nikaenda naye Nyali Mr Price kuingiza hapo. Yule mmoja alikuwa rafiki yangu. Akaniambia huyu kaambia ni akili yangu kutoka bara sijui nasema kutoka bara wacha tumtengenezee chai. Akaingiza kwa ofisi ya manager akatengenezwa chai akanywa. Akati. Nilikuwa shamzungusha kule kwa akiangalia zile nguo. Unajua zile t-shirt ya liwa nafanya kulingana na yeye. Tumekaa pale na huyu manager mzuri sana, rafiki yake. Sumsaidie, kama msaidie kidogo. Anasema sisi sitoka kwa rest ya mwambie. Nikamwambia kumwambia sema nitamwambia kuna dawa za panya kule bara sisi. Kule bara kuna dawa za panya sio tumia. Sababu panya anapenda kuingilia chakula chetu. Basi huwapa dawa. Unaona? Naomba sasa mimi nitakumsaidia tukwambie achukue kato. Alright, aweke chakula hapo kama ndio nzuri kama samaki hivi. Alafu akipaka hiyo dawa. Hizi nguo zake zitaliwa tena. Ile mmoja. Wajua kwa sasa kwa kiniambia kinyumbani. Asijue mmoja pega ndio kinyumbani. Akujua ndio kutoka huko. Sasa yeye anakuja yacheka tu. Kwani umesikia vile nimesema? Nikwambia kutoka kwenu. Mmoja wao wanajilegesha katika umaskini wenyewe. Unajua kitu maskini ni mbaya sana. Wewe una mali ununue kitu katika umaskini uvae. Kwa nini sasa wewe? Kama Mungu Mungu hapa hakuna. Kama wanazo lazima huko nje hapa kasema wajinazo. Kwa hivyo jambo hilo ukilipata kwenye akili yako sema mimi ninatoka kwa mwenye uwezo. Alright? Yule anamwamini kama ni baba yangu. Alright? Ana uwezo. Hauwezi kutembea tena na mafikra ya kimaskini. Utabadilika. Ile uko nayo utaona yaongezeka sababu unaitumia kitajiri. Alright. Kuna story kwa tulikuwa zamani ya mama mmoja kutokea mfundisho na kati mama mmoja alikuwa amefika uji. Alright. Kasikia mlango umepigwa. Akakaa chini ya kitanda. Pa. Ule utakatia chini ya kitanda. Na mtoto wake alikuwa anatambaa. Katoka dogo anatambaa. Sasa wageni wameingia. Si hakuna kitu. Asikia ni kilio. Mtu ameingia kule akatia mkono kwenye uji chini ya kitanda. Wageni anataka kushika chini ya kitanda mtoto amejimwa. Ile katika ile mbio za kumsaidia. Mwake ni uji mwili wote. Hao walikuwa kiwanyima uji ndio walipeleka hospitali sasa. Akamkimbiza hospitali akapakwa nini? Nikasema hasara iliyopata kubwa ya kuficha uji chini ya kitanda. Si angeweka nao pale akamwambia uji ndio huu. Wacha wafikie kidogo Mungu. Pengine wangemwambia hataki. Wangemwambia aweke na mtoto wako wewe. Sasa waficha uji chini ya kitanda mtoto achomeke. Hasara ndio hasara. Sababu ya roho ya kimaskini. Mawazo kimaskini. Weka hapo wewe walia kila saa kulialia tu.
Yaani maisha yetu yanalia tu. Unajua bwana kugumu sana. Bwana tumeharibika bwana. Kuna kugumu kumeharibika na bado waishi. Mwajua maana ya ugumu na kuharibika nini? Mwajua maana yake? Mwajua? Wewe hapo saizi wewe saizi ukachukua tewa. Akaingia tukasema laleni chini hapa, laleni chini. Lala chini. Unaambiwa toa yote. Kama ni M-Pesa tuma kwa simu. Jamaa anatoka na vitu vingi sana. Anatoka lakini hapa atatupa. Pale hamna kitu, lakini ukapigwa tena hapa. Kwa nini? Tabia za maskini tu. Wewe basi anasema niwaekee fani zunguke, si ndio? Na wewe ukifanya nikiwa na stima sio? Wewe waje wakati hapa stima zimewaka hizi, microphone ni stima, kila kitu ni stima, hii stima yalipwa. Wewe ukija pale wajifanya watia mkono mtupu. Au kitu kidogo. Kitu kidogo na ukapigwa tena hapo. Tashangaa. Wacha ya simu ile nani? Ya mfukoni ambayo unabakisha. Ya Mungu. Tuache hizo tabia. Tumpatie Mungu fungu lake. Tutoe tusaidie watu. Kusaidia watu wewe ndio unasaidia Mungu. Alright. Nilikuwa na njaa, si ndio? Nilikuwa na njaa. Alafu hamkunilisha. Bwana. Anasema alikuwa na njaa, analisha watu 5,000. Atego. Wakasema hapana, wewe hawezi kuwa na njaa huko. Akiwa na njaa yeye anaweza kugeuza samaki wawili bwana watu wakashiba wote na mikate mitano. Watu wakashiba. Hawezi kuwa na njaa. Anasema yeye sio mimi. Lakini kama mmoja hawa alikuwa na njaa, ukampa. Sio umenipa mimi. Mungu awabariki. We are so rich, so powerful and rich in Christ Jesus. So tusijiangalie hakuna umasikini kabisa. Hayo mawazo tumwambie Bwana, hebu Bwana natamani nifute lakini nashindwa, hebu nifutie ile mawazo. Nifutie haya mawazo ambayo yananitatiza. Na yeye kwa sababu wewe umetamani afute hiyo mawazo ya umasikini, atafuta. Halo, atafuta. Sio umetamani afute. Umejaribu mwenyewe uwezi. Mwambie Bwana nisaidie hii mawazo yananitatiza. Futa ndani ya mawazo yangu ili yawe mapya. Ya kujua wewe ni mfalme, umenibariki na mimi ni mbarikiwa. Kwa hiyo kama nimebarikiwa, Bwana na hii kazi ninafanya. Haleluya. Na usisahau fungu lake. Halo, usisahau fungu lake ambalo amekupatia. Na lake kumbuka ni kidogo tu. Yaani wewe kule 9 ya kule 1. Haleluya. Yana kula 1 pekee, wewe unakula 9. Sasa mwenye kufaidika ni nani? Si wewe? Sure. Kwa hivyo hiyo fungu lake tumpe hata katika ushirika. Halo. Mahali tunashiriki pia tutoe hiyo fungu la 10 la masaa yake tumpe. Yaani tuhusike kila mahali. Haleluya. Bwana yeye ni Mungu mzuri, ametupa, anahakikisha amekupa afya, amekupa uzima, amekulinda. Kwa hiyo usiseme Bwana ninakushukuru, wacha niende nikamwabudu Bwana. Haleluya. Na vile Mungu amenipa, wacha nimtolee tu just 10%. Sure. Haleluya. Tumekuwa tukimwibia Bwana. Tunamwibia Bwana kwa sababu ya kulia kwamba nikitoa sasa nitakuwa nimeisha kabisa. Mbona hujaisha? Haleluya. Hujaisha kabisa na hutoi na hujaisha. Na je, ukitoa atatuma watu nao wakuletee. Halo, atatuma. Si amesema mwenyewe, mwambie Bwana mimi natoa fungu lako, naanza na wewe na kutolea ile fungu kwa sababu umenibariki na hiki. Na hiki ndio nilicho nacho. Wacha nikutolee fungu lako. Mimi nafanya vile unasema. Unasema nitoe 10%, wacha nitoe hiyo 10%. Hayo mwingine wewe unajua. Sure. He will command. Na yake akiamrisha, ni nani anayeweza kupinga? Si ameamrisha walete. Kama mfano yule mama yule alipika kile kitu akajua hata nipige potele
kupotelea mbali. Na haikuisha, yani alihakikisha asiweze kupoteza katika hali ya mapato yake. Na sisi, I'm telling you the truth, siku ya leo, let it be a new beginning in our thinking. Amen. A new beginning in our thoughts. A new beginning on whatever we do. A new beginning on whatever we touch. A new beginning because we have to renew our mind now. Amen. Our mind shall be new. Amen. As from today. The time we live here, let's move out with a renewed mind. Amen. That we are blessed. If we are blessed, also we have to bless others. So that they see there is a child of God somewhere. Hallelujah. Viumbe vyote vinatarajia kuona wana wa Mungu wakidhihirishwa, na wana wa Mungu sisi tuko hapa ndio tudhihirishe upendo wa Mungu kwa wengine, wajua hakika kumbe kuna Mungu na kuna wana wa Mungu. Yaani wafurahie kwamba hawa wana wa Mungu ndio wanafanya mambo yanakuwa mazuri shwari. Hata ulimwengu huu kuwa mzuri kwa sababu we are here. Hallelujah. Na tuko hapa lakini tuna uchovu. Lazima tubadilike. Hallelujah. Tumshangilie Bwana wetu Yesu Kristo. Kwanza kubadilika ni sasa.